hasira ya mauti kwa mfalme. Basi Bwana akasema, chukua ndama pamoja nawe, ukaseme nimekuja ili kumtolea Bwana zabihu. Mungu akamwambia Samueli, chukua ndama aliyenona, nenda kamwambie huyo anaenda kukusimika kuwa mfalme, mwambie Bwana amenituma na ndama hii. Ukamuite Yese aje kwenye zabihu, nami nitakuonyesha utakayotenda. Nawe utamtia mafuta yule nitakayemtaja kwako. Samueli akafanya hayo aliyoyasema Bwana. Akaenda Bethlehemu, wakaja wazee wa mji kumlaki wakitetemeka, nao wakasema, je, umekuja kwa amani? Naye akasema, naam, kwa amani. Nimekuja kumtolea Bwana zabihu. Jitakaseni, njooni pamoja nami kwenye zabihu. Akawatakasa Yese na wanawe, akawaita kwenye zabihu. Yesu asifiwe sana. Nataka nikufundishe damu ya Yesu inavyokuwa na nguvu. Mungu anataka Samueli awe mfalme, lakini wakati huo kumbuka, Sauli ndiyo mfalme. Mapinduzi yanafanyika na muendesha mapinduzi haya ni Mungu mwenyewe. Sasa namwambia, nenda kwa Yese akutie mafuta ili uwe mfalme. Samueli anashtuka, anasema, Mungu, mbona mfalme yupo? Lakini mimi nakutii, niko tayari. Sasa nikienda kwa mzee Yese anitie mafuta, Sauli akijua Mungu, mimi ataniua. Huyo mtu anajulikana, hamjui Mungu. Daudi, kumtia mafuta Daudi. Yesu first akijua ataniua. Daudi anajitetea mbele za Mungu. Ni kikao cha watu wawili, Mungu na Daudi, kakiwa bado kakijana. Sauli mfalme ni mtu wa makamo,